Nikukaribishe katika kipindi maalum ambacho kitazungumzia ufuatiliaji wa rasilimali za umma, ambapo mradi huu ulifanywa na jumuiya za asasi za kiraia PACSO. Na leo hii katika kipindi hichi tunaye mratibu wa mradi wa PETS kupitia jumuiya ya PACSO, Mohamed Najim Omar, pamoja na mwenyekiti wa kamati ya ufuatiliaji wa rasilimali za umma kupitia mradi huo wa PACSO, Haji Nasoro Mohamed, ambapo tutazungumzia vipi aliweza kufanya mradi huo katika harakati za ufuatiliaji na kuweza kufahamu nini hasa huu mradi wa PETS na ulilenga kitu gani. Tuanze kwake mratibu wa mradi wa PETS, Mohamed Najim. Mimi kama nilivyotambulishwa ndugu mtangazaji, mimi naitwa Mohamed Najim, ni mratibu wa mradi huo wa ufuatiliaji wa rasilimali za umma kupitia katika sekta ya elimu. Mradi huu tunautekeleza sisi kama PACSO ukiwa na lengo la kufuatilia rasilimali za umma. Rasilimali hizi zaidi ni masuala ya majengo kupitia wizara ya elimu, na pia majengo ya vyoo na majengo ya madarasa ya watoto kukalia, na tunautekeleza mradi huu katika wilaya mbili. Ni mradi katika wilaya ya Chake Chake ambao huu tunatekeleza katika skuli ya Madungu Primary, lakini pia ni mradi ambao tunautekeleza katika wilaya ya Mkoani tunatekeleza katika shehia ya Chambani katika skuli ya Pandani. Katika skuli mbili hizi, skuli ya Madungu ina ujenzi wa madarasa 17 na vyoo ambao vyoo hivi ni 6 vya wanawake na 5 vya wanaume. Na kwa kule Chambani ni ujenzi wa madarasa 6 ya kusomea, lakini pia vile kuna na vyoo, hakuna vyoo, samahani, kule kuna madarasa la library maabara, lakini pia kuna darasa la maabara pamoja na library, ni chumba cha kompyuta. Sasa kwa kweli mradi huu tumetekeleza tokea 2019 na tulipata ufadhili kupitia foundation for Civil Society, na mradi unatekelezwa katika awamu mbili. Awamu ya kwanza tumetekeleza ambapo tulianza na shughuli nyingi ikiwemo za kuzindua mradi wenyewe. Ufuatiliaji kusaidia katika uhakiki thamani halisi ya fedha zilizotumika katika mchakato wa utoaji wa huduma husika. Baada ya kuzindua mradi, tukafanya mkutano wa kutoa elimu ya masuala ya ufuatiliaji wa rasilimali za umma PETS. Baadaye tukafanya mkutano ambao mkutano huu ni wa kuchagua zile kamati, na baada ya kuchagua kamati zile tukaweza kuzipa mafunzo ya kufahamu hii PETS ni nini. Lakini zoezi hili, jambo jingine, linahitaji taaluma. Taaluma ziko za aina mbili. Taaluma ya kwanza ni ile mwenyewe binafsi, kuwa na ujuzi wako, ile IQ yako mwenyewe binafsi, yaani ufikiri wako wa kina wa kuweza kudadisi. Lakini taaluma ya pili ni ile ambayo tutakupa sisi maswali yetu utakao kwenda kuyauliza. PETS ni nini? Tutakupa dozi ya kutosha kwenye kamati kuhakikisha kwamba unafahamu PETS ni nini, na taarifa unazokwenda kuzifuata ni taarifa za aina gani, na baadaye tutakuwa na dodoso. Hilo ndio kitu cha msingi ambacho tunataka wewe uwe unakielewa, na ndani ya dodoso mtakuwa na maswali mengi, na ndani ya maswali hayo itagusa sekta mbalimbali. Itawagusa wanakamati ya shule, itawagusa viongozi wa serikali za mitaa, yani masheha, madiwani, itawagusa walimu wakuu na kamati zao, itawagusa wizara wenyewe husika, itagusa maeneo mbalimbali katika kufuatilia hizi taarifa. Kwa maana taarifa zetu zitakuwa zinagawika katika makundi mbalimbali, kwa sababu wengi wao walikuwa hawafahamu PETS ni kitu gani. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya awamu ya mwanzo, lakini tukaingia katika awamu ya pili. Awamu ya pili tukafanya mafunzo ya hizi kamati wenyewe, kamati ziwezi kufahamu namna ya kufuatilia, namna ya kukusanya data, kuchukua zile takwimu. Baadaye kamati hiyo ikapata mafunzo ya kutengeneza
zile kutengeneza madodoso ambayo ni kukusanya taarifa za ufuatiliaji wa rasilimali za umma. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni katika shule ambazo zimefanyika katika mwanzo, lakini awamu ya pili, lakini pia vile tumeweza kufanya vipindi wa redio, na katika kuendeleza hiyo hatua moja kwa moja ya kuweza kuwapa taaluma ya ufuatiliaji, ndio tunaendelea sasa na vipindi vya televisheni kama leo. Labda mratibu, watu wanataka kufahamu kwa nini hasa mliamua kutekeleza mradi huu wa PEPS, au kipi ambacho kimewasukuma kufanya PEPS? Kwa kweli sisi na kupitia wadau wengine wengi tuligundua kwamba rasilimali za umma zinazokusanywa ni nyingi kupitia michango ya kodi na michango mingine ya wafadhili ya serikali, na wengine hata kamati wenyewe hizi za skuli ambao kupitia kwa wananchi wanachangia rasilimali, lakini kile kinachotekelezwa au kufanywa hakiendani na ile rasilimali wenyewe. Sasa sisi kwa kupitia ufadhili huo tukaamua sasa kutekeleza mradi huo wa kufuatilia rasilimali, tuone kile ambacho kinatolewa na kama rasilimali, iwe ni kwa serikali, iwe ni ufadhili, iwe ni michango ya wananchi wenyewe, basi inatekelezwa kulingana na thamani ya ile fedha inayotoka. Hii ndio kitu kikubwa, na lengo ni kuwafanya wale wananchi watoto waweze kusoma katika mazingira mazuri, mazingira ambayo yatawezesha kuweza kufanikiwa katika masomo yao, ikiwa ndio lengo la wazee, kwa sababu wazee wanatumia rasilimali nyingi. Lengo au ile raha ya mzee ni kuona anatoa gharama za kumsomesha mtoto wake, lakini pia aone matokeo mazuri. Sio kwamba watu wanatolewa rasilimali baada ya kufanya mazingira ya mtoto kusoma somo vizuri zinanufaisha mtu mmoja kwa faida yake binafsi. Kwa hivyo hiyo ndio ambayo imetuvuta sisi kama Paxo tuweze kufuatilia hizo rasilimali, lakini pia ni kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu inatupa fursa hiyo, inatutaka sasa tuweze kuzifuatilia rasilimali za umma. Katiba kwenye kifungu cha 23(2) na 3 inasema mwananchi anatakiwa aweze kufuatilia rasilimali za umma, na hii ni kwa lengo kubwa la kufanya kwamba rasilimali zisipotee, mwananchi afahamu kama rasilimali hizi ni zake, kwa sababu ni kodi yao wenyewe. Sasa kwa kuzingatia mawili hayo, kwamba watu wafaidike watoto, na la pili katiba inatusukuma tufanye hivyo, na bila shaka katiba isingeweka kipengele hicho, inajua kama kuna watu wengine ambao ni watu si wazuri, hawana imani na zile rasilimali, wanajipendelea nafsi zao, basi katiba ikatupa mwanya sisi kwa kufuatia rasilimali. Na mtazamaji, huyo alikuwa ni mratibu. Na mpenzi mtazamaji, huyo alikuwa ni mratibu wa mradi wa PEPS Bwana Mohamed Najim, ambaye ameweza kutuelezea kwa kina nini PEPS na kitu muhimu ambacho kimewasukuma kutekeleza mradi wa PEPS. Lakini hapa pia tunaye mwenyekiti wa kamati ya ufuatiliaji Bwana Haji Nasoro Mohamed, naye ataweza kutuelezea katika harakati zao za ufuatiliaji kipi ambacho wameweza kugundua na ni maeneo gani hasa walitekeleza mradi wa PEPS. Asante ndugu mtangazaji. Ni kweli katika utekelezaji wa mradi ulioendeshwa na Paxo ilikuwa na wadau, kwa sababu kila taasisi inakuwa na wadau, na sisi tulikuwa ni wadau katika mradi huu ambao uliasisiwa na Paxo, na sisi katika udau wetu basi tulikuwa ni kamati, na kwenye kamati hii wajumbe wangu walikuwa ni 20, na bahati nzuri sana ilikuwa ni kamati kama kitaalamu hivi, kwa sababu ilikusanya waandishi wa habari, walikuwa kundi la watu wenye ulemavu, vijana, mlikuwa na wanasheria, watu wa ZAECA kwa maana mamlaka ya kuzuia rushwa, lakini pia walikuwemo watu kutoka baraza la mji, wizara ya elimu, pamoja na kamati za sheria kwa maana kule Madungu katika skuli ya msingi na skuli ya Chambani ambayo ni sekondari. Kwa hivyo kamati hii ilikuwa mafunzo kwanza na Paxo kupitia mradi huu. Mafunzo haya yalikuwa siku moja, lakini mafunzo ambayo tunasema yalikuwa yameshiba. Na lengo la mafunzo haya kwa kweli, baada ya muda tuweze kufanya ufuatiliaji wa kitaalamu. Na kwa sababu baada ya mafunzo haya basi sisi kama kamati tuliandaliwa dodoso maalum kutoka kwa watu wenzetu wa takwimu, lakini pia dodoso sasa baada ya kuletwa mbele ya wajumbe tulilipitia, kwa sababu bila shaka ndani ya dodoso kunakuwa na maswali kadhaa
Kwa hivyo kama wajumbe tulipata muda wa kuyapitia na kuona kwamba yanakwendana ama yanakidhi haja pamoja na malengo ya mradi. Kwa hivyo baada kupata madodoso hayo, bila shaka tuligawa makundi kwa sababu tuko 20 kama nilivyoeleza. Kundi moja lilikwenda skuli ya Madungu kwa wilaya Chake Chake, na kundi la pili lilikwenda skuli ya Chambani kwa upande wa skuli ya sekondari. Lengo la kwenda huko na madodoso yetu mkononi ni kusanya taarifa, kutizama je, fedha za wananchi zitumika kama inavyotaka sheria za manunuzi zinavyotaka na mamlaka nyingine, lakini pia ni kuangalia wananchi walishirikishwa kwa kiasi gani, kwa sababu tunasema kwamba usipomshirikisha mwananchi unakuwa hukumtendea haki. Kwa hivyo bila shaka kama kulikuwa na fedha zinatumika, basi pia tulitaka kuona je, wananchi walishirikishwa kwa kiasi gani. Je, tulitaka kuona fedha zinazotumika kwa ajili ya ujenzi wa shule mbili hizi ni fedha kutoka wapi? Serikali kuu, mfuko wa majimbo, mfadhili au ni za wananchi wenyewe. Lakini pia tulifanya swala zima la kuandika ripoti. Bila shaka baada ya kurudi kwenye ukusanyaji wa madodoso yale, tukaandika ripoti kama kamati, na ripoti hii kabla ya kuikabidhi kwa PACS tuliita wadau wenzetu, kwa sababu mradi huu bahati nzuri ulipata nafasi ya kuwa na wadau wengi. Kwa hivyo tuliita wadau na tukawasilisha ripoti mbele ya wadau, na wakatoa changamoto zao na mazuri yaliyokuwemo kwenye ile ripoti yetu ya awali, kwa sababu tunaita first draft. Lakini baada ya wadau nao kutoa michango yao, sisi kamati ripoti hii tulikabidhi kwa PACS, ambapo hapo sasa tulisema kwamba tayari iko vizuri, kwa sababu bila shaka katika maandishi kuna kuwa na changamoto za hapa na pale. Kwa hiyo baada ya kukabidhi PACS, na wao bila shaka wakaipeleka kwa mfadhili na kuisambaza kwa wadau wengine. Tunakumbuka ripoti hii mpaka baadhi ya waandishi wa habari pia ilifika, kwa maana kwamba kuifanyia kazi sasa, kwa sababu ilikuwa ni ripoti niseme iliyokidhi viwango, kwa sababu tu ilikusanya wataalamu. Lakini kizuri zaidi katika mradi huu, hii kamati haikutakiwa kufa, kwa sababu kuna tabia miradi mingi inayoanzishwa baada ya muda utakuta kwamba kuna baadhi ya vitu vinakufa. Lakini mtangazaji, nikwambie na mtazamaji wetu kwamba kamati hii iko endelevu sasa, na PACS wenyewe walitutaka kwamba kila baada ya mwezi tunapeleka ripoti. Na hii ripoti sasa haina maana kwamba kwa yale majengo mawili ambayo yalikuwa kwenye mradi tu, hapana. Kama kuna majenzi yote yanafanyika, yanatumika fedha za umma, iwe ni mfadhili wa kawaida, iwe ni mfuko wa jimbo, iwe za wananchi ama serikali kuu, basi PACS ilitaka hii kamati sasa iwe inafuatilia kadri wanavyoweza na kuweza kutoa ripoti, tukiamini kwamba kumbe swala la ufuatiliaji wa rasilimali za umma lipo kikatiba. Zamani tulizani kwamba wenzetu Tanzania bara wameipata wapi ile sheria, tukiamini kwamba kule kuna ile ngazi ya kata, wenzetu nakuta wanafuatilia fedha za ujenzi wa skuli, ujenzi wa barabara. Tunajiambia mbona huku Zanzibar ya mambo hayapo? Kumbe sasa wenzetu wa PACS wamoja kutuamsha kwamba haya mambo yapo kikatiba na yapo kisheria. Na ndio maana sasa unakuta kwamba wametutaka sasa kufuatilia. Na ukitizama kwamba kuna ujenzi wa barabara sasa hivi kama unataka kuendelea, kuna ujenzi labda wa airport, kuna majengo ya skuli kadhaa, kuna majengo labda kama ya vituo vya afya. Ina maana sasa ni kuonyesha kwamba huu mradi unatakiwa uendelevu mtemi. Na katika harakati zenu za kufuatilia, mwenyekiti wa kamati, kitu gani hasa ambacho mliweza kugundua hasa kwa wananchi? Tuligundua mambo mengi, na si kwa wananchi pekee, lakini hata hizo taasisi ambazo ziliendesha ujenzi huu, kwa maana Wizara ya Elimu na Baraza la Mji kwa skuli ya Madungu. Kwanza kwa wananchi kuna jambo moja kwamba kuna ushirikishwaji mdogo sana kwa kweli kwa matumizi ya fedha za umma. Na hili ni donda ndugu sasa, kwamba wenye mamlaka ama wenye taasisi za umma wanadhani kwamba fedha za serikali zinapokwenda kujengewa shule katika kijiji, wananchi hawapasi kuzihoji, jambo ambalo sio sahihi. Na ndio maana wakati tunazungumza na wananchi walikuwa kama wako kama na kitandawili hivi. Tunamwambia, je, fedha hizi za umma zilipokuja kwenye kujenga skuli yenu wa Madungu ama skuli yenu ya Chambani mlishirikishwa? Wanasema kwani hilo tunatakiwa tushirikishwe? Kwa hivyo walikuwa majibu yao, wengine wanasema tulishirikishwa, wengine wanasema hakushirikishwa. Kwa hivyo tuligundua kwamba kulikuwa na ushirikishaji ambao ni dhaifu, kiasi ambacho kidogo ni jambo la kushangaza. Lakini pia kwa wananchi tuligundua kwamba zile skuli kwa sababu hawashirikishwi, wale majengo hawashirikishwi, huwa hawayaiti kwamba ni majengo ya umma. Utasikia skuli ya Mzungu, skuli ya serikali, skuli ya mbunge. Jambo ambalo kumbe kama ingeshirikishwa tokea awali, ungesema hii ni skuli yangu, na ukianza kuichora ama kufunga mnyama karibu na shule, ungekuwa wakati. Lakini pia kwa upande wa Wizara ya Elimu tuligundua kwamba nako hakukuwa na yule kusadif. Kwa maana kusadif tunasema kwamba fedha zinapotumika kama ujenzi wa skuli ziwashirikishe wananchi kuanzia tokea kwenye zabuni. Jambo ambalo wananchi wanasema sisi tumeona tu fedha, kuna mimina kifusi, kuna mimina mchanga, saruji na nondo.
lakini hawajui fedha zinakotoka. Na bahati nzuri tulitarajia kwamba alau mwalimu mkuu pengine ajue kidogo, lakini anajua kidogo sana, kiasi ambacho kidogo cha kukatisha tamaa. Kwa hivyo kiakili ni kwamba foundation miradi kama hii nadhani waendelee kuwapa Paxo, kwa sababu walishaanza 2016 kufanya ufuatiliaji kwenye barabara kwa upande wa mkoa wa Kaskazini Pemba, barabara zilijengwa kwa kiwango kwa kifusi, na tukaona matokeo ya mradi. Kwa hivyo nadhani hapa sasa, kama tumejua kuamsha, sasa ni wakati mahasusi kwa wafadhili, na sio foundation lakini wafadhili wengine, kuiona Paxo ili kuendeleza miradi hii, kwa sababu miradi hii kumbe sasa inakuja kuendana na ile kasi ya awamu ya 8 ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ambao inataka kwamba wananchi waweze kujua 1 mpaka 10 juu ya masuala mazima ya fedha za umma. Hivi sasa kama utaona kuna watu kadhaa wameshatumbuliwa kwenye serikali kwa kusisitiza tu fedha za umma. Kwa hiyo Paxo umekuja na mfano mzuri sana kuja kuwaelimisha watu kwamba fedha za umma ni za umma na sio labda ile umma ibaki kwenye maandishi. Mtazamaji, huyo alikuwa ni mwenyekiti wa kamati ya mradi wa PEPS, ambaye naye pia aliweza kutuelezea kwa kina hasa jinsi walivyofanya utekelezaji na ufuatiliaji wa mradi huo, pamoja na kutuelezea ni kwa kiasi gani wananchi wana mwamko juu ya ushirikishwaji wa mambo mbalimbali hasa katika rasilimali za umma. Turudi tena kwake mratibu wa mradi wa PEPS aweze kutuelezea changamoto mbalimbali katika mradi huo. Asante ndugu mtangazaji. Kwa kweli katika utekelezaji wa mradi huu tulikumbana na changamoto nyingi katika za kitaasisi. Kwanza, mradi huu tumeutekeleza ikiwa ni hatua mwanzo, ni mwanzo kwa kusini, bado ni kitu kipya. Sasa wakati tunataka taarifa za mwanzo za awali, kuna viongozi wengi ambao hawakuwa tayari kupata. Katika wakati uko katika mafunzo, wako baadhi ya madiwani ambao walitaka kuhojiwa ili watupe taarifa kidogo, wakawa ni wazito. Lakini vile vile changamoto nyingine ni kwamba katika kipindi tunatekeleza mradi huu ilikuwa ni kipindi cha ugonjwa wa corona. Sasa ilikuwa vigumu kuweza sisi kukusanyika na kuweza kufanya mikutano ya kuleta mijadala, kuchambua zile taarifa zetu. Kulikuwa kuna uzito sana, kwa sababu hata wafadhili wenyewe hawakupenda ifanyike hivyo, na si wao tu, hata watu wenyewe kulikuwa kidogo na mshtuko mkubwa. Kwa hivyo ikawa mikutano yetu mingine tunatumia Zoom, ambayo hii kidogo ilikuwa inaleta shida. Lakini pia vile vile ilikuwa ni karibu ya kipindi cha uchaguzi. Mradi wetu huu ulifika hatua tukatakiwa tusimame kutekeleza, na mara nyingi sana unaposimama katika kutekeleza mradi ni kwamba inakuja kitu kama wengine kujisahau. Sasa hata mkuja kutekeleza tena inakuwa kama mnakuja kuanza kitu kingine. Kwa hivyo inabidi sasa muweze kurudia yale ya nyuma, tulifanya hiki tukafanya hiki mpaka tukafika kwa hiyo. Kwa hivyo hizi ni moja katika changamoto ambazo zimeweza kutokea katika mradi katika ndani ya jamii. Hizo zilikuwa ni baadhi ya changamoto ambazo kama Paxo waliweza kukabiliana nazo katika utekelezaji wa mradi wa PEPS, ambapo mratibu ameweza kuelezea kwa ufupi. Lakini hebu turudi kwake mwenyekiti wa kamati ya ufuatiliaji, naye pia aweze kutuelezea ni changamoto gani ambazo wamekabiliana nazo wakati wako huko katika maeneo husika ya utekelezaji wa mradi huu akifanya ufuatiliaji. Asante mtangazaji. Sisi kwa upande wa kamati changamoto kubwa ambazo tumeziona ni pamoja na kutokuwepo kwa kumbukumbu za fedha au za majenzi katika eneo la skuli pamoja na hata Wizara ya Elimu. Kuna taarifa kwamba Wizara ya Elimu mara wakati mwingine hupokea miradi kutoka makao makuu Wizara ya Elimu Unguja. Kwa hivyo kwa upande wa Pemba inakuwa ni tabu kupata baadhi ya kumbukumbu ama baadhi ya takwimu. Lakini jingine pia ni jamii kutoshirikishwa kikamilifu katika majenzi kwa fedha za umma. Wengi husema kwamba hatuna taarifa vizuri, hatujui kipi kinaendelea, wanaona tu vifaa vinaangushwa. Kwa hiyo hichi tatu kidogo nacho ni changamoto. Ingawa pia kuna changamoto nyingine ambayo ni ya jamii yenyewe. Wizara ya Elimu inasema kwamba wanapoitwa kwenye vikao kuna kuwa na usumbufu wa uhudhuriaji kwa zile kamati ama kwa wananchi wenyewe. Lakini pia kwa sisi kamati tunasema kwamba kulikuwa na muda mfupi wa utekelezaji wa mradi huu. Tulitamani sisi kama kamati alao mradi huu ngao miaka 3 tunafuatilia ujenzi kuanzia mwanzo hadi mwisho, lakini tulifuatilia, lakini mwisho tuliona kwamba kuna ukakasi wa muda. Kwa hivyo hatukupata ile kutanua mbao sana sisi kama kamati.
Lakini changamoto nyingine ilikuwa ni jamii kukosa uelewa mpana juu ya mambo ya PETS, kwa maana ufuatiliaji wa rasilimali za umma. Ingawa PACSO katika uzinduzi wa mradi na uendelezaji wa mradi, moja ya mambo ambayo yalifanyika ilikuwa ni kuwapa elimu jamii. Lakini swala la ufuatiliaji wa rasilimali za umma kwa vile lilikuwa geni kwa Zanzibar au kwa Pemba, kwa kweli mafunzo ya siku 2-3 yalikuwa hayatoshi. Kwa hiyo wananchi hasa hawakupata uelewa mpana kama ilivyo kwenye masuala labda pengine sasa hivi tuseme ya corona, ya ukimwi na mambo mengine. Kwa hivyo ipo haja sasa kuona kwamba labda nisema nini kifanyike, ni kwa PACSO kuendelea kuomba miradi hii, kwa sababu inaonekana ni miradi pekee ambayo inatija, tukiamini kwamba wananchi wale wengi walikuwa hawawezi kutia mguu sana kwenye fedha za umma. Kwa hiyo nafikiri ni wakati kwa wafadhili foundation na wafadhili wengine kuona kwamba kila noti inayopelekwa na PACSO juu ya masuala mazima ya ufuatiliaji rasilimali za umma basi wasiwakoseze, kwa sababu ni miradi ambayo inagusa damu za wanyonge. Asante. Na unadhani kama mwanakamati, na awali ulisema kama kamati ambayo ilikuwa imeundwa na ufuatiliaji wa mradi huu wa PETS ilikuwa ni kamati ambayo imeshiba, imeingiza labda wadau, wataalamu kutoka sekta mbalimbali, unadhani kuwepo kwa miradi hii ya PETS inaweza kusaidia labda zile rasilimali za umma kwa viongozi wa juu kuzitumia inavyostahili na kusaidia wale wahusika hasa kupata kile kitu ambacho kimekusudiwa? Ni kweli, na swali lako linaendana na majibu kwamba yes ama ni ndio, kwamba miradi hii sasa kuwepo kwake kisiwani Pemba ama Zanzibar kwa ujumla, kwanza kutaimarisha masuala zima ya utawala bora, tukiamini kwamba kujua kwa uwazi na ukweli fedha za umma zinavyotumika ni sehemu ya utawala bora. Lakini pia jingine, kutaimarisha masuala mazima ya kupata miradi iliyo makini. Tunashuhudia sasa hivi kuna skuli zinajengwa na serikali ama wafadhili, ahadi yake ni baada ya kufunguliwa tu siku hapo zinaanza nyufa. Hii inatokana na kwamba kulikuwa na wataalamu, kulikuwa na budget, pesa nyingi zimetumika, lakini kwa vile hakukuwa na ufuatiliaji, wananchi walikuwa na nafasi ya kuhoji ama kuuliza, basi miradi hiyo huishia kwenye haribika. Lakini jingine pia kutakuwa na nidhamu nzuri ya matumizi ya fedha za umma. Tunaona kwamba Rais wa Zanzibar wa sasa Mheshimiwa Mwinyi amewatumbua wengi sana, kwa sababu tu walitumia mabilioni ya fedha, lakini ukiangalia hali halisi ya majenzi, vifaa haiendani, tunasema ile value haipo. Kwa hiyo miradi kama hii nathubutu kusema kwamba ni zaidi ya serikali kuu wakati mwingine, kwa sababu pengine serikali kuu ina mambo mingi, lakini kama PACSO unaangalia mradi mmoja ambao ndio unagusa jasho la wanyonge, tukiamini kwamba inakuwaje barabara haijamaliza kufunguliwa imeanza mipasuko, pengine skuli haijamaliza kufunguliwa tayari inaanza kuvuja, na hizo skuli zipo nyingi. Kwa nadhani mradi huu niseme ni mzuri, na niombe PACSO sana waendelee kuomba miradi hii, kwa sababu ndio unaogusa ile jasho la wanyonge. Labda wito wako kwa jamii, serikali, wafadhili na wadau mbalimbali juu ya miradi, uwepo wa miradi kama hii hapa kisiwani Pemba na Zanzibar kwa ujumla? Wito wangu kwanza kwa jamii, wasiogope kushirikiana na asasi za kiraia, kwa sababu tunasema kwamba wananchi wamegawanyika makundi mawili wanaowakilishwa. Kuna wakilishi wa baraza la wawakilishi ama wabunge, lakini pia kupitia asasi za kiraia. Hii ni sehemu ya uwakilishi wao. Kwa hivyo kwanza wasiogope, na hili ni jambo lipo kikatiba, na kitu kishagusa katiba tena inakuwa hakuna sheria nyingine inaweza kupindua. Kwa hivyo wito wangu kwa wananchi ni kuona kwamba wanashirikiana wanapokutana na wajumbe wetu huko wa PACSO, basi waone kwamba hatuji kubadilisha mifumo ya serikali, bali ni kufuatilia rasilimali za umma. Lakini kwa upande wa serikali iendelee kutusupport, kama Wizara ya Elimu wamekubali mara hii kuangalia miradi hiyo, kufuatilia. Si hasha kesho tukaingia Wizara ya Mawasiliano, tukaingia Wizara ya Afya, wasione kwamba tunaenda kuharibu mipango na mikakati yao, hapana. Bali mule limepita katiba ndio tunapita sisi PACSO. Na kwa upande wa wafadhili wasisite kutusaidia, kwa sababu tunaamini kwamba kila kitu kinapata na msaidizi, hakuna mtu anayefanya jambo pekee yake. Ndio maana hata harusi kunakuwa na shangwe kubwa. Kwa hivyo na sisi wafadhili bila shaka watuone, kwa sababu asasi za kiraia zipo kuisaidia serikali kuu katika masuala mazima ya uendelevu wa haki za binadamu pamoja na masuala zima ya utawala bora. Baada ya kuzungumza na mwenyekiti wa kamati ya mradi huu wa PETS, sasa turudi kwake mratibu wa mradi wa PETS Bwana Mohamed Najim, atuelezee licha ya changamoto mbalimbali walizokabiliana nazo katika mradi huu, je, kuna mafanikio yoyote waliyopata? Asante ndugu mtangazaji. Kwa kweli changamoto ambayo tumezungumzia pia na mafanikio ambayo tumeyataja kwa uchache, lakini kuna mafanikio makubwa zaidi
ambayo yameweza kupatikana katika mradi huu. Mojawapo ni kupatikana kwa madarasa, kwa sababu katika mwanzoni kwenye skuli ya Madungu kulikuwa na ile hatua ya kwamba madarasa yalikuwa machache. Pale pamejengwa na kukarabatiwa madarasa 17. Madarasa 17 hayo ambayo yamejengwa pale, wamejengwa na vyoo vya wanaume 5 na vyoo vya wanawake 6. Hii imesaidia sana kuwafanya mazingira ya watoto kujisomea kuwa mazuri zaidi, kwa sababu ile mrundikano wa watoto katika darasa moja inawafanya wasiwezi kusoma vizuri zaidi. Kwa hivyo kuongezeka kwa madarasa umefanya watoto waweze kusoma vizuri zaidi, na hii bila shaka italeta matokeo ya watoto kufanikiwa katika masomo yao. Lakini vile vile tukiangalia mafanikio mengine, tunaangalia katika masuala ya kiafya, upatikanaji wa vile vyoo kama 11 kwa skuli ya Madungu, basi vinaweza kuwasababisha watoto wao katika hali ya usalama zaidi, kuzingatia kipindi hichi ni kipindi cha mlipuko wa maradhi mbalimbali yakiwemo corona na maradhi mengine ambayo yanakuja yasiyoeleweka. Sasa hii inasaidia kuwafanya watoto wawe katika hali ya usalama zaidi, kuzingatia masuala ya afya unapoyapata, na ukiyakosa hatima yake gharama ni kubwa sana katika masuala ya kuweza kutibu maradhi yetu. Lakini vile vile kuna mafanikio mengine. Unapokuwa na darasa ambalo lina watoto wasiokuwa ni wengi sana, inamsaidia hata mwalimu mwenyewe kuweza kuwatambua wale watoto yupi amefahamu, ni yupi ambayo nahisi huyu kidogo hajafahamu. Ni rahisi kuweza kuwauliza na kupata kujua kwamba huyu wa watoto wamefahamu, wameelewa katika kiwango gani. Lakini kwa sasa tunaona kwamba Zanzibar tumepata rais ambaye tunaweza kujivunia, rais mwelewa, rais mchapakazi na rais anayependa maslahi ya Wazanzibari. Labda kupitia rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi, una kipi cha kumweleza kuona kwamba anaendeleza miradi hii ya PETS? Sisi labda tuseme, kwa sababu tunafahamu kwamba matakwa ya rais ni kuona rasilimali ambazo zinachangwa na wananchi, ama ni za wafadhili ama ni za serikali kwa jumla, basi zinatumika kwa mujibu wa malengo ya kuwasaidia wananchi wenyewe. Sasa sisi kama Paxo tunafuatilia, tumefanya mradi huu wa kufuatilia rasilimali za umma kupitia kamati ambazo lengo kubwa ikiwa ni kuziona rasilimali zile zinaleta matokeo kulingana na malengo yaliyopangwa katika mradi huu. Sasa sisi kwa kweli tunaweza kusema kwamba kwanza tunamsifu sana rais wetu, kwa sababu sisi hichi ni kitu ambacho tulikuwa tunakitetea. Sasa kuwepo wake yeye ametuonesha kwamba hichi tunachokifanya ni sahihi na tunataka tukifanye, na wala sio sisi tu, lakini hata jamii kwa ujumla, wananchi wenyewe waweze kufuatilia rasilimali zao, na hawa ambao ni watendaji wa serikalini basi waweze kufanya kazi kwa mujibu wa taratibu na kanuni ambao serikali imeziweka katika kuzitumia hizo rasilimali zao. Lakini licha ya kutoa wito kwa rais Mwinyi, unawaambia vipi wananchi ambao wao ndio wahusika zaidi wa mradi huu wa PETS? Kwa kweli napenda kutoa wito kwa wananchi wafahamu kwamba rasilimali hizi ni zao na wanatakiwa wazisimamie na wazisimamie vizuri, kwa sababu maslahi yake ni kwa wao wenyewe. Maslahi haya kama tukiyasimamia, basi yatatupelekea sisi kufanikiwa, watoto wetu, sisi wenyewe, kwa sababu na sisi tunachangia kama wananchi, tunachangia kama wananchi wenyewe wanachangia. Sasa michango hii iweze kuleta tija kwa mujibu wa malengo husika. Lakini hata rais wetu, wananchi wafahamu kama yeye anatutetea, vile kusikia huyu amemuondosha, huyu amemtumbua, yeye ni mapenzi yake kwetu sisi wananchi kutufanya tuweze kufaidika na zile rasilimali ambazo ni mchango wetu au ni kodi yetu tunaitoa kwa serikali. Na mpenzi mtazamaji, nikwambie tu, na hadi hapa tumefikia tamati ya kipindi chetu hichi maalum, ambapo zaidi tulizungumzia mradi wa PETS ambao unashughulika na ufuatiliaji wa rasilimali za umma.
na tulikuwa nao wageni wetu ambaye ni mratibu wa mradi huo Bwana Mohamed Najim Omar pamoja na mwenyekiti wa kamati ya ufuatiliaji Bwana Haji Nasoro Mohamed, ambao kwa pamoja tumeweza kuzungumzia juu ya mambo mbalimbali na wameweza kufafanua kwa kina ni nini PETS, lengo hasa la PETS ni kitu gani, jinsi ambavyo wameweza kufuatilia mradi huo katika maeneo husika na mambo mengine. Naamini umeweza kujifunza mengi katika kipindi hichi. Langu jina ni Laila Tali.